Kwa majina naitwa Mariam. Kwa muonekano waweza kuzania kama mimi ni Muislamu, labda kutokana na namna ambavyo waga navaa, au pengine kwa sababu jina langu lenyewe jinsi lilivyo. Msimamo wangu wa kidini si muhimu kwenu, lakini afahamu ujue ili mradi tu niweze kupata amani ya moyo ninayoitafuta kwa muda mrefu sasa. Kwa msimamo wa kidini, mimi ni Mkristo Mkatoliki. Ulimwengu, msikilizaji wangu, na siri nyingi sana. Labda siri hizo ndizo zinazofanya ulimwengu uwe jinsi ulivyo leo. Kuna mambo mengi ambayo yamejificha juu ya kila hali, pengine wale tunaokuwa tunaona wema machoni petu waweza kuwa ni wabaya kupindukia. Na wale tunaoona kwamba ni wabaya waweza kuwa ni wema kuliko tunavyokuwa tunawajua sisi. Ulimwengu unaturuhusu kujua tu yale ambayo watu wachache wanataka tuyajue. Unaweza kubisha, lakini uhalisia ndio huo. Kitu kinachoonekana kuwa chema mchana chaweza kuwa kiovu sana nyakati za usiku. Ndio maana mchana tunaonekana wema, lakini usiku tunajishuhudia sisi wenyewe kwamba tu waovu. Mimi nimezaliwa katika familia maskini sana. Sikuchagua kuzaliwa katika familia hiyo, nilizaliwa tu kwa kuwa lilikuwa ni chaguo la wazazi. Kwani kama lingelikuwa chaguo langu, nisingeweza kabisa kuchagua nizaliwe na wazazi ambao hawajui watakula nini au watavaa nini kesho. Sisemi hivyo kwa dharau, bali na usema ukweli ule ambao nafsi yangu inaniunga mkono kusema. Na ukaribisha msikilizaji wangu kusikiliza simulizi fupi inayokwenda kwa jina la Ungamo Langu. Ni simulizi ambayo imetungwa na mtunzi Bruno Mwada, na sauti unayosikia ni sauti ya director Owen kutokea Simulizi Max. Katika familia yetu hiyo tumezaliwa watoto 6, wa kwanza ndio mimi wa kike. Wazazi hawakupenda mtoto wa kwanza azaliwe wa kike, labda ndio sababu hawakunipenda inavyostahili. Chuki yao juu yangu ilikuwa wazi tangu mwanzo wakati wa malezi yangu. Jambo la pekee ni kwamba baada ya muda kupita, wazazi walinipokea tu kwa kuwa hawakuna namna nyingine ya kubadili mpango wa Mungu katika maisha yao. Kama wangelikuwa na namna, basi pengine wangenifanya niwe mtoto wa kiume tokea tumboni mwa mama. Na hata baada ya kuzaliwa kwangu wangelikuwa na fedha, pengine wangebadili maumbile yangu. Babangu hakuwa na elimu ya pekee sana. Aliisha darasa la 7 tu, na mamangu alikuwa ameisha darasa la 4. Hakuwa watu bora sana kama nilivyokuwa nasema kwamba familia yetu ni maskini sana. Au labda niseme kwamba ilikuwa ni maskini sana kwa sababu siko nayo tena. Nilianza kusoma darasa la kwanza nikiwa wakati huo natembea peku, maana yake bila hata kuvaa viatu. Hilo alikunisumbua sana, maana shuleni sikuwa peke yangu, nilikuwa navaa vile. Tulikuwa wengi tu, tena wengine sisi hata mavazi yetu yalikuwa machakavu sana. Walimu ilibidi kutupokea tu jinsi tulivyo, kwani hawakuwa na namna ya kutubadili na kubadili hali zetu za maisha. Kwa yote nitakayosema, naomba nilaumiwe tu kama mtaweza kufanya hivyo, kwani sistahili huduma yenu. Nachotaka nife nikiwa na amani ya moyo. Maisha yangu yalibadilika sana nilipokuwa nimefika umri wa kubarehe. Nilikuwa binti mwenye muonekano wa kipekee sana, sura ya kuvutia na mwenye umbo zuri, ila nilikuwa mwanafunzi. Hicho labda kilikuwa ni kikwazo kwa wanaume wengi wenye tamaa na uchu wa mapenzi. Kwa nini nilikuwa napenda kwenda jela miaka 30 kisa tu eti kampenda mwanafunzi? Hakuna ambaye anapenda kwa hakika. Sikujali, wakati huo nilikuwa niko darasa la 6 tu. Sikufundishwa elimu yote ya kujitambua au elimu yote ya kujifahamu mimi nani katika mahusiano, kwani ilionekanika kwamba ni laana na uchuro kumfunza mtoto mdogo elimu ya mtindo huo. Ni katika wakati huo kiburi kilinijaa. Nikawa najiona nami naweza kufanya lote lile kama mtu mzima. Mtu pekee niliyekuwa naweza kumsikiliza alikuwa ni baba. Mama sikumsikiliza hata kidogo kwa wakati huo, kwani nilikuwa naona kama vile ananibana kufanya mambo yangu kwa uhuru. Hata nilikuwa nikisali, nilimwombea afe mapema sana ili nami pia nipate uhuru wa kutosha kufanya yote ninayokuwa najisikia. Ingawa nina uhakika kabisa kwamba Mungu hakuyasikiliza maombi yangu hayo. Nasema hivyo kwa kuwa tuliwahi kufundishwa kanisani ya kwamba Mungu ni mwema, hawezi kamilisha nia zetu ovu. Pale nyumbani kwetu, kutokana na umaskini wetu, tulikuwa tunafanya biashara ya kuuza kuni. Ingawa kuni sio chanzo kizuri cha nishati, kutokana na ukweli kwamba moshi unaotokana na kuni unachafua sana mazingira. Tena kuna kuwa na ukataji hovyo wa miti mistuni ili kuzipata hizo kuni. Si mbali sana nyumbani kulikuwa na kijana fulani ambaye alikuwa akifahamika kwa jina la Alex. Yeye alikuwa anauza chipsi, kitu ambacho wasichana wengi nakipenda sana. Ndio, chips na kuku au chips yai na soda fulani hivi maarufu sana kama nazijua. Alex alizoea kuja nyumbani mara nyingi sana kununua kuni.
Kwa kumkadiria wakati huo alikuwa na umri yapata miaka kama 26 hivi. Na sijui kama kwa hakika nilikuwa nimekadiria vizuri, maana alikuwa ni mtu mzima tu. Yeye alikuwa amekwisha hitimu chuo kikuu na hivi hakupata ajira serikalini. Alikuwa amejiajiri kwenye hiyo biashara ya kuuza chipsi. Wazazi wangu walikuwa wanampenda sana kwani alionekanika kuwa kijana mstaarabu na mwenye heshima sana. Labda naweza kusema kwamba alikuwa amekosea sana kumwamini, kwani hakuna mwanaume anayepaswa kuaminika kwa kiasi ambacho wazazi wangu walikuwa wamemwamini bwana Alex. Alikuwa akifika nyumbani anakaribishwa ndani na wazazi wangu wenyewe. Kisha wakawa wanaongea mambo mengi sana kuhusu maisha kwa ujumla wake. Mimi nikamzoea Alex kutokana na mazoea ambayo alikuwa nayo ya kufika nyumbani mara kwa mara. Na mara kadhaa alikuwa anafika nyumbani na kukuta niko mwenyewe. Hapa alikuwa akikaa na kuanza kuongea na mimi katika namna ambayo nilikuwa simuelewi sana. Alikuwa nadhani nafanya kusudi, lakini ni kweli kuna mambo mengi sana ambayo kwa uhalisia wake nilikuwa siyafahamu, kwani sikufundishwa kivile kama labda ambavyo wengine walivyokuwa wanafundishwa. Nilihitimu darasa la 7 salama, na kwa kuwa wazazi wangu hawakuwa na fedha au kutoa mchango wa mahafali shuleni, kwa hivyo sikushiriki katika sherehe hiyo. Niliumia sana na sikutaka kuelewa kuwa labda wazazi kweli hawakuwa na fedha. Mimi nilichoelewa ni kwamba wazazi wangu hawakutaka nifurahi pamoja na wenzangu. Haikusaidia hata hivyo, kwani sherehe ilipita bila mimi kuwepo. Moyo wangu uliniuma sana na nikamchukia zaidi mama kiasi cha kumtamani afe tu kama ambavyo nilikuwa naomba siku zote. Nijiuliza moyoni daima kwamba ni mama wa namna gani ambaye hajali kuhusu furaha yangu. Nilimhesabia kuwa ni mbinafsi ambaye anajali kuhusu yeye tu. Ingawa baba naye alikuwa yuko upande wa mama, bado nilimpenda tu. Sielewi hata sababu ilikuwa nini. Baada ya kuhitimu darasa la 7 maisha hayakuwa mazuri hivi, kwani bado wazazi hawakuwa na uchumi ambao ungeweza kusaidia sisi kuishi maisha mazuri. Kwa upande wangu nilijitahidi sana kupendeza ili walau hata niweze kuendana na wenzangu ambao tulikuwa tukiishi pamoja kijijini. Nilikuwa najitahidi kufanya biashara ndogo ndogo ambazo zilinisaidia kupata fedha za kununulia japo hata nguo za mtumba. Katika matembezi yangu mara nyingi nilikuwa namchukua mdogo wangu. Lengo lilikuwa ni kutoshukiwa na wazazi wangu kwamba labda naweza kwenda huko kufanya mambo maovu. Walikuwa sahihi kabisa kunilinda, kwani ni wao tu ndio ambao walikuwa kidhani kwamba mimi naweza kuwa mkombozi wa familia. Walikosea sana. Nasema hivyo kwa sababu kama wangelijua nilivyokuwa nawaza akilini mwangu, wasingepaswa kabisa kuniamini kiasi hicho. Jioni moja tulivu nilioga zangu vyema, nikamumugisha na mdogo wangu wa kiume na kumvisha nguo nzuri ambazo nilikuwa nimenunulia mimi mwenyewe. Kisha tukaenda zetu sokoni, mahali ambako Alex alikuwa na kibanda chake cha kuuzia chips. Tumefika pale kwake, alifurahi sana kwani hakutegemea kama ningeenda pale kwa wakati ule. Naona umekuja leo, mdogo wako hajambo? Alex alianzisha mazungumzo. Hajambo. Nimeamua nifike hapa kusalimia alafu nirudi nyumbani kupika. Nilimjibu kwa deko. Leo unapika nini bana? Mbona mamako yupo? Kwani hawezi kupika mpaka upike wewe? Alizungumza Alex kama mtu alikuwa anajali hivi. Leo mama alisema nipike ugali. Maragi niliyopika tangu jana yapo. Lakini alinisihi kwamba niwahi kurudi kwani hali yake sio nzuri sana. Lakini pia anataka nipike kwani ananifundisha ili siku nikiolewa nisisumbuke kuwapikia wanangu na mume wangu pia. Wakati mdogo wangu alikuwa yupo kimya tu azungumzi kitu. Alex alitoka kidogo na baada ya muda kupita akatuletea chips, mayai na mirinda nyeusi. Kila mmoja sahani yake na soda yake. Ni ukweli kwamba hatukuwahi kula kwa muda mrefu chips. Tungelikula wapi ili hali chakula tu chenyewe mbaki kilikuwa kipatikani kiurahisi mpaka kufanya kazi kwa jasho. Tulianza kula kwa pupa na huko Alex alikuwa anaendelea kutuuliza mambo mengi tu yalikuwa yanahusu familia yetu. Tuliongea mengi sana siku hiyo. Nikajikuta nilikuwa naanza kuvutiwa na Alex. Sikuvutiwa naye mradi tu, ila kwa kuwa alikuwa ameniambia kwamba ananipenda mara nyingi tu na sikuwa na muda wa kufikiria kuhusu yeye. Maonyo ya wazazi kuhusu ubaya wa wanaume yalikuwa yametamalaki akilini mwangu, na mimi nilikuwa nimebaki njia panda nisitambue ubaya wao ulikuwa ni upi, maana Alex alikuwa ni mwema sana kwangu. Turudi nyumbani kwa kuchelewa sana siku hiyo. Haikuwa kawaida yangu kurudi nyumbani kwa kuchelewa, lakini siku hiyo nilichelewa. Niliongea muda mrefu sana na Alex, nikavutiwa na maneno yake sana. Niliondoka nyumbani kwenda matembezi, ilikuwa saa 10 jioni na wakati narudi ilikuwa ni yapata saa 3 usiku. Mbaya zaidi nikiwa na mdogo wangu ambaye kwa hakika nilimchukua kama ngao tu upande wangu. Kwa familia yetu kurudi usiku namna hiyo ilikuwa ni kosa la jinai kabisa. Baba alikuwa anarudi saa 12 jioni. Akichelewa sana basi alikuwa anarudi saa 1. Leo hii mtoto wake wa kike kifungua mimba kabisa na rudi saa 3 usiku. Baba na mama walikuwa wamekaa sebuleni wakati tukiwa tunarudi. Hawakuonekanika kuwa na hasira hata kidogo. Mama alituletea chakula mimi na mdogo wangu tukaanza kula.
Tulikula kidogo tu, kwani tulikotoka tulikuwa tumekula chakula kizuri. Kula ugali kwa wakati huo ilikuwa ni kama kuchafua tumbo, tusikupenda. Mabadiliko yangu ya kitabia yaliwashtua sana wazazi wangu, kwani hawakuwahi kufikiria kama mimi ningeweza kuchelewa kurudi nyumbani tena nikiwa na mdogo wangu. Baada ya kula, wazazi wakavunja ukimya. Wakati huu mama, ambaye kwa moyo radhi kabisa nilikuwa simpendi, ndiye akawa msemaji wa familia. Polisi wa kutohoji maswali kama vile watuhumiwa wa kesi ya mauaji. Mwanangu Mariam, leo mlikuwa wapi? Sokoni mama, nilijibu. Sokoni? Hapo ndipo pamewafanya mchelewe kurudi nyumbani hata sasa hivi? Hapana mama, nilipitia kwa rafiki yangu Mwajuma. Tukawa tunaongea ndo maana nikaa nimechelewa kurudi. Naomba nisamee mama. Niliongea kwa huzuni ya kuigiza. Mwanangu, ulimwengu na mambo mengi sana ambayo wewe uyaoni kwa sura ya halisia. Jitunze mwanangu, sije ukafunzwa na ulimwengu. Aliongea mama wakati huo kwa msisitizo zaidi. Baba naye akaongeza maonyo yake pale, kisha tukaenda kulala. Sikumbuki vizuri, ila ninachoweza kusema kwa hakika ni kwamba nilikuwa nimeanza mahusiano na Eric. Kila alilokuwa ananiambia wazazi nilikuwa naenda kumwambia Alex, yeye akawa ananiambia kinyume kabisa na yale ambao wazazi walikuwa wakiniasa. Alikuwa akisisitiza kwamba wazazi wangu hawajui lolote kuhusu mahusiano, kwani walikuwa wamepitwa na wakati. Nikamwamini Alex kwa kuwa nilikuwa nampenda sana. Wazazi wakawa na nafasi ndogo sana katika akili yangu kwa upande wa ushauri na maisha yangu tu kwa ujumla wake. Kwangu Alex alimaanisha kuwa ndiye maisha yenyewe. Nilifanya kila ninaloweza ili mradi tu niweze kuonana na Alex. Nakumbuka nilikuwa natokea dirishani wakati wa usiku ili mradi tu nikaonane na yule niliyekuwa nampenda kwa dhati ya moyo wangu. Nilikuwa mtoto mcharuko haswa. Wazazi wangu walitambua mabadiliko ya tabia yangu. Walizidisha vitisho ambavyo kwangu havikuwa na maana. Kwa sababu ya Alex nilikuwa tayari kwa lolote lile. Nikawa namjibu mamangu lolote nilikuwa natoka mdomoni wangu hata sikujali. Nikawa na vitu vya pekee sana ambavyo hata wazazi hawakuamini kama biashara zangu ndogo ndogo zingeniletea vyote hivyo. Nilikuwa na nguo za pekee mno, mafuta ya bei, viatu vizuri. Nilijipenda zaidi. Kiufupi ni kwamba nilikuwa gumzo sana pale kijijini. Kila mwanaume timamu akawa anatamani kuwa na mimi. Alex alinifundisha maisha. Nikampatia imani kama zawadi ya upendo wangu kwake. Nikawa tayari kushiriki naye tendo. Sio mara moja bali mara zote ambazo alikuwa anazihitaji, muda wote ule alikuwa ananitamani. Baba alikuwa ananifokea sana kutokana na tabia yangu kwa sababu alikuwa ananipenda sana. Sifahamu kama alikuwa sahihi kutokusimama kama mzazi, labda ni ile tu hali ya kawaida ambayo inakuwa inatokea kwamba mzazi wa kiume anawapenda zaidi watoto wa kike na mzazi wa kike anawapenda zaidi watoto wake wa kiume. Ile tabia yangu ya kwenda matembezi na mdogo wangu ilikoma kabisa. Sikupenda. Maana kwa kwenda na yeye nilikuwa naamini kwamba sitapata zile raha ambazo kwa hakika nilikuwa nazihitaji. Kuchelewa nyumbani kukawa kawaida sasa. Nilipigwa sana na wazazi, nayo haikusaidia. Hawakujua shida ilikuwa inanikumba. Hawakujua lolote lile ambalo limenifanya kuwa jinsi nilivyo. Wakaanza kulaumiana wao kwa wao kuhusu kushindwa kunilea. Baba alimlaumu mama na mama akamlaumu baba. Ugomvi haukuisha, nikawa aibu kabisa kwa wazazi wangu. Matokeo yalipokuwa yametoka, nilikuwa nimefaulu kwenda kusoma sekondari ambayo ilikuwa iko huko nyumbani, ile ambayo ndio makazi yetu. Nikafurahi sana kwa kuwa sasa nilikuwa nakwenda rasmi sekondari, na muda wa kwenda shule ulipowadia, nilienda kumwaga Alex na nikafanya naye mambo mengi tu siku hiyo kama ishara ya kumwaga. Kiuhalisia nilimwamini Alex ila sikumfahamu vizuri. Safari kwenda shule iliwadia na mimi nikawa nimepanga chumba si mbali sana na shule. Shule haikuwa ya bweni, ila kutokana na umbali wa makazi yetu yalipokuwa mpaka shuleni ikatulazimu wanafunzi kupanga.